hao walikuwa ni wachezaji wa timu ya mpira wakiwa na kocha wao, wakawa wameenda kuexplore kwenye mapango yanaitwa Tam Long Nong Nam Caves. Na hiyo ni sehemu maarufu sana huko Thailand, na hayo mapango ni mapango makubwa, yanashika namba 4 huko nchini Thailand kwa ukubwa yani. Na pia yanajulikana kama Mermaid Caves. Sasa bwana, wakaacha baisikeli zao pale nini, wakaingia kule moja kwa moja, wakaenda ndani na kupotea kwenye mlango wa ile mapango bwana. Sasa ilipofika jioni mida ya 1:30 fulani, mvua ikawa inanyesha kweli kweli, na mvua ilikuwa ni nyingi kinoma. Na ubaya wa mvua za namna hiyo ni zile mvua ambazo zinanyesha haziishi, inaweza ikanyesha wiki 2 mvua inanyesha. Sasa familia za wale watoto wakaanza kuhisi kwamba kuna kitu hakiko sawa. Sasa na ile Mermaid Caves, yale mapango ya mermaids yalikuwa yanajulikana kwa mafuriko makubwa sana, na mafuriko yake yalikuwa ni mabaya kweli kweli. Familia baada ya kukumbuka hivyo wakawa na wasiwasi kweli kweli. Basi familia zikakimbia na kwenda eneo la tukio bwana. Walipofika pale walishangaa kukuta baisikeli 13 za watoto wao, na kwenye pango kulikuwa kunatoka maji mengi kweli kweli. Wazazi wakawa wanaita, wanapiga kelele, walichokisikia tu ni mwangu wa sauti zao, lakini hawakuwasikia watoto wao. Umeona? Bro, ilikuwa ni balaa sana. Lakini ilipofika saa 7 usiku, basi jeshi la wazamia maji la Thailand wakawa wamefika eneo la tukio, na kitu walichokuwa wamekuja kufanya hapa ni kitu kimoja tu, kuja kufanya uokozi wa hao watoto. Lakini muda mfupi baadaye, na gavana naye akawa amepata taarifa kuhusu tukio linaloendelea bwana, na yeye akawa amekimbia kuelekea eneo la tukio kwa ajili ya kusimamia uokoaji pale. Kwa bahati nzuri bwana, kulikuwa kuna jamaa mmoja ambaye sio Mthailand, yani alikuwa ni mgeni tu ambaye ameishi pale kwa miaka mingi sana. Akawapa lamani, na hiyo lamani ilikuwa inaonyesha mchoro mzima wa lile pango bro. Sasa imagine wanaoishi pale hawajui ili kevu limeenda mpaka wapi rafiki yangu, lakini mgeni baada ya kuja, unajua wazungu na wenyewe wachokonoko ndo anajua mchoro mzima wa lile pango bro. Kusema kweli, lile pango lilikuwa lina structure ambayo ilikuwa very complex, yani njia zake zilikuwa ni ngumu kweli kweli yani. Na ukiingia kule ndani, vinjia vya ndani vile vilikuwa ni vyembamba kwa ni balaa. Lakini pia kuna maeneo ambayo yalikuwa makubwa, yani chemba kubwa ambazo zilikuwa zinawapa matumaini yamkini hao watoto wamepumzika kwenye hizo chemba kubwa ambazo yamkini wamejificha huko, na mioyoni mwao walijua watoto watakuwa wako hai, lazima watakuwa wamejihifadhi sehemu. Sasa jeshi la maji la Thailand likawa limeandaa vifaa vyao haraka na kuanza kuingia kule ndani bwana kwenye pango, kaanza kuwatafuta watoto na kuangalia lamani na alama mbalimbali ambazo inawezekana watoto wamekuwa wameziacha wakati wanaingia kule ndani. Na maji yalikuwa ni mengi kweli kweli bro, na pia wakati wanaingia wakawa wanafunga kamba ili ziwasaidie kuwaongoza wakiwa wanarudi. Mpaka saa 11 asubuhi ile timu ikawa imetoka bwana. Lakini wakati wanatoka, kumbuka walikuwa na vifaa vya maana, ni vifaa vizuri kweli kweli. Walitoka wakiwa wameumia kweli kweli. Sasa situation ya kule ndani kwenye zile pango bro, kulikuwa kuna hatari sana. Yani ilikuwa ni hatari kubwa mno, hadi familia walivyowaona wakaanza kuumia kweli kweli. Bora aise, hawa jamaa wamerudi wameumia hivi, je, watoto wetu huko ndani itakuwaje? Na mmoja kati yao ilibaki kidogo sana apoteze na maisha yake kabisa. Na hawa jamaa kwa maumivu yote na mavidonda yote walikuwa nayo, walikuwa wameenda mita 800 tu, na hili pango lote lilikuwa na urefu wa kilomita 10. Bro, yani ni balaa. Familia zilivyowaona jamaa wameenda tu mita 800, wamerudi wameumia vile. Kila familia ilikuwa imeanza kupoteza matumaini bro, wakawa wanalia, yani wanalia kweli kweli. Hata ungekuwa wewe bro, ungefanyaje sasa? Siku inayofuata operation ikawa upgraded, yani ikawa international event tena, na serikali yao duniani kote, kama kuna watu ambao wanaweza kuwasaidia kuwaokoa watoto kutoka nchi yoyote duniani kokote, wanawakaribisha kwa ajili ya msaada. Kusema kweli, ule wito ulisaidia